So I want to welcome everyone, hata wale ambao watawatch kupitia our YouTube channel Faith Assembly Gikomba. Karibuni sana muweze kushiriki pamoja nasi, na tunawaalika hata wale mko mbali, unaweza join hili kanisa na ukuje uamue wewe ni hapa. And you can follow us in our YouTube everywhere. Just go there and you will see the details of our church. Actually from now there will be some other details added there. That's what I believe. Therefore, karibuni sana that we may hear the word of God this afternoon. I'm Pastor Wilfred Kamau, na ninampenda Yesu kama Bwana na Mwokozi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. I hope you have your Bible today. Una Biblia yako leo? Yes. Praise the name of the Lord. Amen. This morning, morning, nataka kushiriki neno kutoka kitabu cha Waebrania sura ya 5 na mstari wa 11. Hebrews chapter 5 from verse 11. Tukiendelea hapo chini, wacheni tusome. Bwana, kwa neema za Bwana na utaweza kubarikiwa. Therefore we can go straight to Hebrews chapter 5 verse 11. I hope you are there already. Kama umefika sema amen. Kama hujafika basi utaendelea kutafuta. You'll be blessed. Hebrews 5 verse 11. Biblia inasema hivi. Nitasoma kutoka 11 mpaka mwisho ambao ni mstari wake wa 14. Biblia inasema hivi: ambaye tuna maneno mengi ya kunena katika habari zake, na ni shida kuyaeleza kwa kuwa mmekuwa wavivu wa kusikia. Kwa maana iwapasapo kuwa walimu, maana wakati mwingi umepita, mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu. Nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa wala si chakula kigumu. Maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Lakini chakula kigumu ni cha watu wazima, ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Siku leo nataka kunena na ujumbe ambao unasema growing with the time. Kukua na wakati. Bwana Yesu asifiwe. Growing with the time. Growing with the time. Let me come again so that it is very clear to us. Growing with the time. Kukua na wakati. Maisha ya mtu wa Mungu ni maisha ambayo yanastahili kutoka kiwango kimoja na yaingie viwango vingine. Bwana Yesu asifiwe. It should not be a stagnant life. Si maisha ambayo yamesimama, bali ni maisha yanayokua na yanaendelea. Iwe ni maisha ya kiroho, it should grow. Iwe ni maisha ya kawaida, it should grow. Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu hajatuita tuwe stagnant, tukae mahali pamoja milele. He has called us that we may grow. That is why in the book of Ephesians chapter 4 Biblia inasema namna gani? Akawaita wengine wakiwa mitume, wengine manabii, na wengine wainjilisti, na wengine wachungaji, na wengine walimu, ili mwili wa Kristo uweze kukamilika na ukifikie kiwango cha Kristo. Bwana Yesu asifiwe. God has called you to grow. Hallelujah. Somebody said somewhere that if something is not growing, it is likely going to die. Kitu ambacho hakikui kinaweza kufa na kiondoke. Unapomzaa mtoto na hakui,
likelihood ya huyo mtoto ni kwamba atakuwa na shida nyingi, na kuna uwezekano aende afike kiwango na aage dunia na aende, kwa sababu hakui. Hallelujah. And therefore the life of a Christian lazima iwe ni life ambayo inakuwa, anaondoka kiwango moja na anaingia kiwango kingine. Si mtu anakaa mahali pamoja na hali moja. Hallelujah. Yesu alipoongea na Nicodemus alimwambia hauwezi kupata ufalme kama hutazaliwa mara ya pili. Kumaanisha ya kwanza umezaliwa na ya pili inapaswa iwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kitu ambacho kimezaliwa ni lazima kianze kutoka one level going to another. Tunaongea juu ya wanayuvi hapa ambao walikuwa hali moja zamani, na saa hii wanatuongoza katika kuipa. Meaning they are growing. Hao Bwana asifiwe. Na ni vizuri mtu ajiulize maswali anapokaa ndani ya Mungu. Usikae tu kuishi kusema Bwana asifiwe. Usikae tu kuattend kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uwe unajiuliza maswali. Am I growing or I am dormant? Nina improve ama si improve? Hallelujah. Ninainuka ama siinuki? Kwa sababu ukiona kitu hakiinuki ama mtu hainuki kwa jambo fulani, huyo mtu kwa area hiyo, there is a problem somewhere. Praise the name of the Lord. Now Hebrews ama Waebrania kwa Kiswahili walikuwa watu ambao wametoka katika sheria. Na walipotoka katika sheria, mwandishi akiwanenea anataka kuwaletea picha ama anaongea juu ya watu ambao sasa hawaendi mbele, wanarudi nyuma. Hallelujah. Na anawaadress akiwaonyesha jinsi wanavyopaswa kusonga mbele. You know, katika hicho kitabu sura ya 10 Biblia inasema mahali fulani, inasema ya kwamba sisi sio wale watu ambao hurudi nyuma and they are destroyed, but we are of those people who move forward. And around that place, the same place the Bible says ya kwamba na mwenye haki wangu akirudi nyuma, moyo wangu hautamfurahia. Bwana Yesu asifiwe. So God has called you to progress. Hello, Bwana asifiwe. Can you tell your neighbor you must progress? Hata kama hakusikia mwambie tena you must progress. Bwana Yesu asifiwe. Watu lazima watoke viwango vya chini wakielekea viwango vya juu. Hello. Watu lazima watoke mahali wako na waingie kiwango cha juu. Na hasa mwandishi wa kitabu hiki anapoongea alilenga maisha ya kiroho sana. So he is addressing the spiritual life. Hayo ndio maisha anayolenga. Na mtu hapaswi kukaa tu bila kujua kama anakuwa ama amedidimia ama amerudi nyuma. Lazima ujiweke kwa rati. You must weigh yourself and know whether you are growing or you are not growing. Bwana Yesu asifiwe. Maana hiyo ama huo ndio mpango wa Mungu maishani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu waliokoka miaka mingi iliyopita, lakini bado wako mahali waliokokea. Hawaondoki hapo. Hawasongi mbele. Hawafanyi progress. Bwana Yesu asifiwe. Mwandishi wa kitabu hiki anapoongea katika hiyo sura ambazo nimeshasoma, ambao nataka twende pole pole, ambao mtakuwa mwandishi utaandika. Biblia inasema 11, ambaye tuna mengi
maneno mengi ya kunena katika habari zake, na ni shida kuyaeleza kwa kuwa mmekuwa wavivu wa kusikia. Anaposema ambaye tuna mengi, anaongea juu ya Yesu. Anawaambia nina mengi ya kuambia juu ya Yesu, lakini siwezi nikawaambia, maana ni wavivu. English says because you are dull to listen. In other words, hamwezi mkaelewa. Bwana Yesu asifiwe. And then he continues to say, anaendelea kusema hivi, verse 11, anaendelea kusema hapo pastor, kwa maana iwapasayo kuwa walimu, maana wakati mwingi umepita, mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu. So anawaambia wakati huu ninapowanenea nyinyi wa Ibrania, haleluya, yapasa muwe walimu tayari, lakini bado nyinyi badala ya kuwa walimu bado mnahitaji mafundisho ya kwanza ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. You still need the elementary teachings of godliness. Na ndipo sasa ninakuambia, unapoangalia ujumbe huo utaona vizuri. Ukiuangalia vizuri utaweza kuona maneno yale ambayo nimetamka ya kwamba growing with the time, kukua pamoja na wakati, kuinuka pamoja na wakati. Waisraeli walipotolewa Misri hawakuwa hivyo. Walihang katika mambo ya Misri. Hata wakati ambapo walikuwa wanaingia Canaan, bado wao walikuwa wamenaswa na mambo ya Misri. Canaan ndio hii, lakini still wanaendelea kuongea juu ya yale mambo walifurahia Misri. Hey, Bwana Yesu asifiwe. Yani they are not progressing. Mungu amewapeleka mbali, lakini wao wakati ule hawakai kama wakati wao. Hawakai kama miaka yao ya ukombozi. Ukiwapima unaona ni kama watoto, lakini ni wazee. Haleluya. Ni watu ambao miaka yao imezidi. Mtu wakija leo uliokoka miaka ngapi unataja kama yangu ni mingi. Lakini ukiangalia tabia za huyo mtu unazipata katika miaka ya maybe the third year in salvation. Hapo ndipo unapata huyo mtu, unaweza muweka katika darasa la mtu ambaye ameokoka miaka 3 iliyopita. For example, nimekaa miaka 34 sasa ndani ya wokovu. 34 years. Kwa hiyo kuna vile nastahili kuwa ninafanya na ninakaa. Bwana Yesu asifiwe. Na hii growth inagusa kila maeneo. Si eneo moja. Inakugusa kwa kazi zako. Inakugusa kwa biashara. Inakugusa kiroho. Inakugusa kwa ndoa. Inakugusa kwa maisha ya binafsi. That very private life. Praise the name of the Lord. It is the will and the purpose of God that you grow. Na uondoke viwango ambazo hazikufai. Amen. Hey, Bwana Yesu asifiwe. Kuna viwango hazifai wa Kristo wengine. Amen. Wanastahili wang'oke hapo na wafanye hatua mbele. Amen. Therefore you must grow with the time. Don't be dormant in Christianity. Amen. Don't be dormant in the things of God. Yeah. Grow from that level you are in to another level. Yeah. Hallelujah. Kuwa. Mtu ambaye hajakuwa haenjoy mambo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sikiza kabla niendelee. Walikuwa na roho inawapasa sahihi muwe walimu. And I want to believe years to come we shall have teachers from this congregation. We shall have teachers there, even those who are listening through our media.
watakuwa walimu. Unapasa iwe uko hapa, iwe unanisikiza kwa media, unastahili uwe unatoka kiwango hicho na unaingia kiwango kingine. And if you are not growing, something is a problem somewhere. Hallelujah. Kuna shida mahali. Bwana Yesu asifiwe. Yawapasa muwe walimu. Lakini sasa hivi unahitaji kufunzwa mambo ya kimsingi ya Mungu ya wokovu. Ndio kuna mtu unaweza kaa na yeye utarajie hata ataweza kuinuka kiwango kingine, lakini bado yeye amenaswa na mambo ya zamani. Hallelujah. Mambo ya zamani bado yamemshika. Bado anang'ang'ana na tumamo ambayo hauwezi elezea. Sikiza kidogo kabla niendelee. Kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto. Lakini chakula kigumu ni cha watu wazima, ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Hallelujah. Chakula kigumu ni cha watu wazima. Praise the name of the Lord. Na nimesema ni vizuri ujikague. Ujiwekelee kwa ratili. Ujiulize maishani mwako, are you growing or you are dormant? Hello. Unaweza kuwa na miaka 15, 20 kwa wokovu, lakini je, umeng'oka mahali ulikuwa? We are also shifting from here because we are growing as a church. Sisi tunaondoka hapo kwa sababu tunakuwa. Amen. Kuna mahali tulianza tukatoka hapo, tukaja hapa, tunaenda mahali pengine na tuendelee. Amen. Na wewe unastahili kuwa ulioka mahali ulikuwa, and you start growing spiritually, you start growing financially, you start growing socially, you start growing in every area. Uwe umeondoka, haukuweza kuomba, saa hii unaweza kuomba. Haukuweza kulisoma neno, saa hii unastahili kusoma neno. Wewe lazima ungechungwa sana, uache kuchungwa sana, na uweze kusimama kwa miguu yako na useme hata kama hakuna mchungaji, I can still proceed on because I have grown from one level and I'm heading to the next. Amen. Hey, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Grow with the time. Kuwa pamoja na wakati. Na nitataja mambo machache leo ambayo ni kama signs kama unakuwa ama hukui. Nitataja mambo kadhaa ambayo yanaweza kuangalia ujiulize, je, mimi ninakuwa ama sikui? Bwana Yesu asifiwe. And the first thing unapochunguza katika maisha ni ujiulize, je, kuna dhambi ambazo ulikuwa unastruggle nazo zamani and still you are struggling with them today even after a good number of years in salvation? Kuna dhambi ambazo unang'ang'ana nazo mpaka saa hii na zilikuwa dhambi za zamani. Maana hiyo ni sign moja ya kwamba haukui na hausongi mbele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Dhambi zingine watu ung'ang'ana nazo, hata ukimuuliza imemfuata kutoka wakati aliokoka na bado imemkalia mpaka wakati huu. He is not making any progress. God has called you to overcome every sin. Praise the name of the Lord. Hayo kama kuna dhambi ambayo unajua inaweza kutajwa ama haiwezi kutajwa, hiyo dhambi kama bado ulikuwa nayo and even today you still struggle to overcome it, it means you are not growing. Haukui. Na inapaswa ujue utafanya nini kwa sababu ya hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Je, kuna hali ambazo unajua hali si lazima iwe ni dhambi. Je, kuna hali ambazo ulikuwa nazo na hizo hali bado unazishika, bado zimekuweza? Unajua kuna hali zingine za kibinafsi,
hali fulani. Na nirudi kidogo kwa hiyo ya kwanza. Let me just go back there. Colossians inasema namna gani? 3. Inasema ya kwamba ni lazima mtu awe tayari kuua na kuondoa anything ambayo ni ya kimwili, aweze kuiondoa. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo mtu anapookoka, mpendwa, huyo mtu hawi ati ni Mungu atafanya kila kitu. There are things you will deal with as an individual. Utadili na hiyo mambo kama mtu kibinafsi. Hallelujah. Na kuna watu bado hung'ang'ana na dhambi za zamani. You used to lie, and even today after 10 years, you are still lying. You used to do a certain sin. You tasi uongo peke yake. Mambo mengine ambayo ulikuwa nao bado unang'ang'ana nayo mpaka saa hii. It means you are not growing. Hello, Bwana asifiwe. Kuna mambo ulikuwa nao lakini haijaisha. Kuna hali ulikuwa nazo. Ndipo naambia kama mtu, hata wewe ukiona kwa maisha yako ya kibiashara na maisha yako ya kikazi na maisha yako ya aina yote, you are not progressing, there is a problem somewhere. Yani wewe ni dormant tu, how progress financially. Chunguza ujue ni wapi. Zingine zinaweza kuwa sio dhambi, kwingine pengine inaweza kuwa ni wisdom hauna. Unajua watu wengine wanaangushwa na kukosa wisdom. Tuko pamoja wapendwa? There are people who fail because they are not wise. Hawajui kuhandle situations. Hawajui timings za maisha. Wisdom imepotea maishani mwao. That is why biashara ina corrupt. Kwa sababu wamekosa wisdom. Nimeomba na watu ambao unasikiza hapa, hata kama tunakemea pepo, it is not a demon. It is lack of wisdom. Ndio imezuia huyu mtu kusonga mbele. Hajakuwa mwenye hekima. Neno linasema kama mtu amepungukiwa na hekima, na amuombe Mungu ambaye hupeana hekima bila kipimo. Ama una habari kuna watu huanguka sababu hawana wisdom. Even in business. Hallelujah. Kwa sababu ya nini? Wisdom inakusaidia kupambanua mambo. Kuna watu hata jamii zao sabaratika because of lack of wisdom. Kanisa linaweza anguka because of lack of wisdom. Yani kuna hali ambayo unaweza angalia uone, this is not a demon. I am not progressing, not because of demons. Ninaanguka kwa sababu sina hekima katika hii kazi. Praise the name of the Lord. Kuna watu huanguka because they are lazy. Sema amen hata kama ni kali. There are people who fail because they are lazy. Lazy spiritually, lazy in their work. Hawezi kusonga sababu useme umewashika. Na hiyo ni kitu imejificha sana. Yani useme wamezembea katika hata mambo ya Mungu. Na ile kuzembea imewasababisha wasisonge mbele. Hata kama wamekaa miaka mingi ndani ya wokovu, they are still not making any progress. Because they are lazy in the things of God. Maana katika mambo ya Mungu umeitwa pia utie juhudi. Hata kama Mungu ni mwenye nguvu na mwenye uwezo, kuna mambo hutafikia usipotia juhudi. Ndio umeokoka, wewe ni wa Kristo. Lakini kuna mahali huwezi fika usipotia juhudi. Usipofanya kazi, ufanyie moyo wako na utafute jinsi utakavyoinuka rohoni. Ukizembea tu ukae, you will never grow spiritually. You will remain a spiritual baby. Hallelujah. Yani utasonga, utakaa tu umeshikwa, umenaswa na mambo. Kama unajua kuna wakati tumeokoka tunatoka mambo mengi kule kwa wokovu. And I don't know why I'm preaching a very fundamental teaching. Sijui kwa nini naongea juu ya hii. Lakini nimekuja kuambia lazima ukue
ukue na wakati. Evaluate yourself. Umefika wapi kwa wokovu? Na hapo ndipo unastahili kuwa umefika ama umedidimia. Bwana Yesu asifiwe. Are you growing spiritually? Je, kuna mambo ambayo ulikuwa nayo na hajaisha? Situations. Are you growing the way you talk? Unakuwa jinsi ambavyo wewe huongea. Kuna mabadiliko vile wewe ulikuwa unaongea na saa hii unaongea vivyo hivyo, ama kuna mabadiliko ya aina fulani. Bwana Yesu asifiwe. Are you growing? Zamani ulikuwa unaongea kushindwa. Have you shifted from that language na ukaanza kuongea ushindi katika maisha yako? Because kuna times mtu anaenda anasema mimi kabisa ninaona nitashindwa. You should grow from that kind of a talk. Na uendelee kusema I know I am able to make it in the name of Jesus. I know I will progress. Your tongue and confession should change. You must grow the way you talk. Are you growing in the way you think? Fikira zako zilikuwa namna gani zamani? Saa hii ni hizo ama kuna zingine? Have you changed your attitudes? Vile unafikiriaga kumebadilika ama uko tu pale ulipokuwa zamani? People should grow with the time. Usiachwe na wakati nyuma. Kuwa na wakati. Progress with the time. Hallelujah. Usikae tu umekauka tu na hubiri kama unasonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati nisikia moyoni mwangu niende maneno haya, nilijiuliza kwani naenda kunenea kina nani? Kwa sababu nilijiuliza kwani watu hawatoki viwango vyao. Maana mtu yule alikuwa nayo zamani ndio bado anang'ang'ana nayo sahi. Na amegonga miaka kama 5, 6, 10 katika wokovu katika Bwana, lakini bado ako hapo. Watu wanastahili kukua wafike viwango ambavyo hata katika maisha yao they will reach a place where they will not even need the pastor or pastors to pray for them. Wanaweza fika kiwango waseme hii sitampelekea mchungaji tena, hata mimi hii naweza fukuza. Hii pepo haitanisumbua. Hii fikira nimekuwa nao haiwezi kanisumbua tena. I must grow. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Na kukua ni decision mtu hufanya. Amen. Lazima udecide kukua. Haiwezi kuja automatically. Somebody must decide to grow. Na kama hujadecide hauwezi grow. Hauwezi kuwa kama hujaamua. Bwana Yesu asifiwe. Let me tell you brethren, kile kinasumbua wa Kristo, na niseme wa Kenya kwa sababu ndio ninajua kwa kiwango fulani. It is because walipookoka wakaingia ndani ya Kristo, walifikiria mambo itajileta yenyewe. Waliambiwa nyinyi mnangojea mbinguni tu. Lakini wacha nikwambie, you are not waiting for heaven. You must do something. Work out your salvation with fear and trembling. There is some work to be done. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kazi ya kufanywa. Kuna vile unastahili kuenenda. Grow with the time. Evaluate yourself and think. Praise the name of the Lord. Nimesema unakuwa katika maongeo. Are you the same person vile ulikuwa unaongea zamani ndivyo wewe huongea? Maana ulimi unastahili ubadilike. Ulivyotumika usitumike hivyo tena. Bwana Yesu asifiwe. Ulivyokaa usikae hivyo tena. Mafikira yabadilike. Grow with your mouth iweze kutamka maneno mengine. Grow through your mind and thinking. Hallelujah. Waisraeli unaposoma Numbers chapter 13 and 14, Biblia inasema walipofika karibu Canaan, Biblia inasema namna gani? Walipofika pale, wangali walikuwa wanasema afadhali tungeishi Misri na tukae huku, kwa sababu fikira zao hazikuwa zimebadilika. Bwana Yesu asifiwe. They had not changed in their thinking,
Bado walikuwa wanafikiri kama vile walikuwa Misri. Na Mungu ameenda kuwa, hata nilisema juzi nikasema, as we shift from here to wherever we are going up there, tunapoenda mahali pale, wacheni wapendwa, even our spirits to shift. Na maisha yetu ya shift. Na tuingie viwango vingine. Maana hiyo ndio purpose na plan ya Mungu maishani mwetu. Grow with time. Don't be dormant. Bwana Yesu asifiwe. Na sina muda wa kusoma maandiko, lakini nitakuwa tu maandiko. 1 Timothy chapter 4 from verse 7 to 8. Biblia inasema ya kwamba, maana nataka nikuonyeshe jinsi mtu hukua. How do you grow? Unaposoma maandiko au utasikia Paulo anamwambia Timotheo, vizuri sana, anamwambia namna gani? Hadithi za kizee. Hadithi ambazo zinaongelewa na watu ambao, nafikiri alikuwa anataka kumaanisha wazee, na sikumaanisha wazee ni wabaya. Alikuwa anataka kumaanisha hadithi ambazo hazina faida. Those stories uachane nazo, lakini ujizoeze utaua. Train yourself to be godly. Because you cannot grow unless you train yourself. Hey, Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi kuwa usipojitrain mwenyewe. Na mambo ya Mungu usipoyachukua ujitrain, hayawezi kuja kwako automatically. Bwana Yesu asifiwe. Train yourself in the things of God. Mambo ya Mungu hapana ni ngumu. Unafikiri ni rahisi? Mambo ya utaua, mambo ya kiungu, si rahisi hata kidogo. Hata kuna watu hujaribu kufanya vile Mungu anataka wafanye, na wanashindwa na wanajiuzuru. Wanaona afadhali waanze kuishi maisha ya kawaida kwa sababu hawawezi. Haleluya. Unajaribu kukaa kama Mungu, unashindwa. Katika maeneo yako unajaribu kukaa kama Mungu, unashindwa. Mambo ya Mungu si rahisi. Yesu alitamka na kusema, wengi watajaribu kupitia kwa njia ambayo ni narrow ama si pana, na wao watashindwa, because the things of God are not easy. They are very difficult. Only by the grace that you can do them. But it is possible to be godly. Because you can train yourself. Unaweza jifunza na kujitrain. Na training inachukua muda mrefu. Na Paulo amepeana mfano hapo, amesema na mwangalia kitabu hicho ambacho nimesoma, nimekuwa cha mwisho. Anasema kujitrain katika haya maisha ni kuzuri. Yaani ile training ya kukimbia, ile jogging, ile mambo ambayo watu hufanya ili miili yao iweze kuwa sawa. Anasema ni sawa. Kwa hiyo hata wewe kama unaenda gym mahali na unafanya hivyo, Biblia inarecognize that. Hey, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuliongea na mtu mwingine tukasemezana, sio vizuri kama unaenda kuchukulia gari, kama kwenu ni pale, si lazima uingie gari kila wakati. Tembea wakati mwingine ili utrain mwili wako uwe fit. Bwana Yesu asifiwe. Ili mwili wako uwe sawa, utembeage kwingine. Na hiyo Biblia ndivyo inasema hapo, enda ujisomee. Inasema training ya hapa duniani iko sawa na ni nzuri, lakini ya kiungu ina faida hapa na ina faida kule. Bwana Yesu asifiwe. Train yourself to be godly. Maana hauwezi kukua bila training. Prayer is not easy. Kuwa mtakatifu sio rahisi. Hata mambo ya kiungu kama kutoa sio rahisi. Kuna mambo hufinya mtu sababu ako katika mwili. You are in the flesh. Kwa sababu tuko katika mwili, kuna mambo hufinya mtu. Kwa hivyo kama mambo ya kiungu yataingia ndani ya mtu, somebody must train himself so that you may grow. Maana bila hiyo hauwezi kukua na muda. Miaka itakuwa mingi ya wokovu, lakini vile unakaa inaonekana si hivyo. Praise the name of the Lord. Na ni vizuri kujiuliza, hata majaribu uliokuwa ulianza nao na ilikuwa inakushida, majaribu, temptations and tests. Mungu hamoi mtu kwa jaribu moja usipolishinda hilo jaribu. Utarudia hiyo darasa na uendelee kuirudia mpaka wakati ambapo hilo jaribu likija una uwezo wa kulishinda. Hallelujah, Bwana asifiwe. If you do not overcome a certain temptation, if you do not pass a certain test,
it remains, utarudia hiyo na uendelee kurudia. Kwa sababu ya nini? Haujapita, haujafaulu. Train yourself therefore. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna mambo mengi sana katika ufalme huu ambao tuko nao. Mambo mengi wapendwa, ambao watu wameshindwa nayo. Wameshindwa na kukaa katika Mungu. Hawawezi. Si kwa sababu hawawezi, hawajachukua hatua ya kujitrain wenyewe. God has called us to train ourselves. Praise the name of the Lord. Kusimama na kufanya zoezi la kiungu. Na watu unaona wameinuka sana, hawakufika hapo kimuujiza. They trained themselves. Walipoendelea kukua ndani ya wokovu, hivyo ndivyo waliendelea kujitrain. Na walipojitrain wako kiwango kile unawaona ambacho unatamani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. I'm telling you brethren. Na watu wanaweza fika viwango vya juu if they can choose to train themselves. Hallelujah. Jana mahali nilikuwa nahubiri, niliuliza swali watu wakanyamaza. And I don't know whether anyone here or elsewhere is going to keep quiet. Nikauliza, wangapi wameshawahi kuamua kufunga siku moja, na wakati ilifika asubuhi ukifunga ukagundua ya kwamba hautaendelea kufunga? And I see hands. Na ukafungua. Hata wengine sikuwa na, hata wewe ulikuwa, hata mimi nimeshawahi fungua. Kwa sababu mambo hii ya Mungu si tamu sana wakati mwingine. Inafinyilia huu mwili. You choose to fast for 3 days, after 1 day umekula sana. Hata umefungua na kusikia uko sawa na huwezi endelea. Kwa sababu ya nini? Ni mambo magumu. Bwana Yesu asifiwe. Hata dunia hii kukaa ukiwa mtakatifu na vile kuko, it is not easy. This world to be holy, here in this world, it is not easy at all. Leo tumekuja katika gari ambayo iliwekwa nyimbo zingine, and may the Lord help the world. Mungu asaidie dunia. Tumekuja na gari nyingine mahali fulani, hata nyimbo ambazo zinawekwa kwa magari tunayosafiria, na watoto wachanga wako hapo ndani, zimejaa uchafu. Simu ambazo tunatumia zimejaa mambo. Ukicheza uaccess mambo mengine unachafuka. Runinga ambazo ziko kwa nyumba, kuna channels zingine unaenda hapo bila kujua, and then you discover you are in hell when you have already seen what is happening in hell. Dunia imejaa kila aina ya dhambi. Hata kila aina ya dhambi imejaa dunia hii. Corruption is everywhere. Everywhere. Sin is everywhere. Hauhitaji kwenda mbali kuona dhambi. Dhambi zimejaa. Sasa hiyo gari ilikuja, nyimbo ambazo ziliwekwa, unaangalia hiyo gari ndani, na unaona watoto wako wako hapo, unajiuliza nini kinaenda kwa akili zao. Maana kumechafuka. Dunia imeosha kila mahali. Upite mahali polisi ndio hao wanaitisha hongo. Alafu wanajifanya kuja na anakuja na ukuta wa gari hapo, na ni kitu wamechukua. Yaani kila mahali ni dhambi iko. Hata hospitali watu wanapitishwa. Karibu hata wewe ukienda hapo usikie kama unataka kuona daktari kwanza, umpatie kitu, lakini unakumbuka kwa Mungu hamna. Bwana Yesu asifiwe. This world needs people who have decided to grow. Otherwise you are not going to grow. Bwana Yesu asifiwe. Maana watu, dunia ina mambo ambayo inavuta watu chini. People must train themselves to pray. They must train themselves to be holy. Hallelujah. They must train in righteousness. Wajizoeze kula chakula kigumu. Tafuna mambo mangumu. Usikae kwa kuelea kwa maji. I normally preach. Katika kitabu cha Ezekieli nilisema kwamba Ezekieli akaona mtu ambaye alikuwa anazama katika mto. Akaona maji ya kwanza yalimwanza chini,
yakaendelea kupanda. Huwa ninahubiri na ninasema ni vizuri unapoendelea ndani ya Mungu, continue to go deeper and deeper in the things of God. Amen. Usifurahie kukaa umeelea. Tafuna mifupa kwa ufalme. Amen. Hey, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usizoee kufurahia kuambiwa acha dhambi. Ukiona unaambiwa uache dhambi, bado uko mchanga kiroho. Dhambi ni kitu ambacho hakistahili kutajwa katika maisha ya Mkristo ambaye amefikisha miaka ya wengine tulio hapa katika wokovu. Hey, Bwana Yesu asifiwe. And I normally also preach to those who are married. Kama ile shida mlianza nayo ndio mnang'ang'ana sasa, you are not growing in your marriage. Look for a way to grow. To say amen. Even for those who are watching, let me tell you, if in your marriage, ile shida mlianza nayo ndio mko nayo baada ya miaka 10, 20, bado ni kuonyesha you are not growing. If you are still in church, unafurahia excitement wakati unahubiriwa juu ya kubarikiwa, mtainuliwa, and you feel good, which is okay. Lakini kama hiyo ndio tu inakufanya usikie umefurahia, then you have a problem. Chew some bones. No wonder they said, vile unakaribia mfupa, ndio nyama inakuwa tamu. I don't know how true that one is. Labda wale ambao hutumia nyama na wanajua hiyo, wameanza kuchunguza, waniambie. The more you closer to the bone, the more the sweeter the meat. Ni kweli ama si kweli? Nasikia wakisema hivyo, sijui. Labda ni test leo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Wakristo wanazoea kukaa hapa tu kwa mafunzo ya kawaida. Lazima uingie viwango. Hata vile ulikuwa unakwazwa zamani, uache kukwazwa. Hey, Bwana Yesu asifiwe. Kama ulikuwa unakwazwa na mtu ameongea juu yako, ukiona unakwazwa mpaka sasa, there is a big problem with you. Wanastahili waongee. Na siku hiyo uende kanisani. Na ukiomba usiwakumbuke kwamba waliongea. Lakini kama unazuiliwa na watu kuongea juu yako, basi uko chini sana. Hata uwezi enda kanisani sababu kuna mtu anazungumza juu yako. Ni kuonyesha uko chini. Anza kudili na mapepo ya hali ya juu. Si mapepo ya sokoni tu. Some demons from soko tu. Oh, alisema mimi hata si beautiful. Oh, alisema mimi hata sitauza. Alisema si asemi. Watu yeye anasababisha wewe uuze. Hata siendi kanisani. Kwa sababu mimi walisema juu yako. Hey. Basi wewe mchanga bwana, wewe inuka. Wacha kulegea hapo kwa wokovu wa shilingi 2 hapo. Rise up and continue in Jesus' name. Don't stay in some elemental teachings of salvation. Wengine wetu tumesema mpaka ni kama imeisha ya kusema. Si mzuri. Hata hakuhubiri na ubako. Hata sijui alihubiri namna gani. Hakutumia theolojia. Oh, hata huyo mama. Oh, na hiyo imekuvunja moyo mpaka huombi. Mpaka ukipiga magoti unaona huyu alizungumza juu yako, unaachia katikati unaanza kusema, "Oh mimi hata Mungu unaona vile walinisema, waachana na binadamu. Hakuna kitu wanadamu hawezi sema juu yako. Uwe mrembo watasema, uwe si mrembo watasema. Ukule kidogo watasema, ukule sana watasema. Uwe mkonde watasema, uwe mbibi watasema. Usome watasema, usiposoma uwe maskini, uwe tajiri watasema. Uwe na runinga kubwa watasema. Ununue kiletu wao ya zamani watasema. Kuna wakati watu watanyamaza juu yako. Wewe songa mbele, wacha kushughuliwa na mapepo hapa. Grow from where you are and continue in the name of Jesus. Amen. Kwa sababu kununua nguo mpya bado unafinyika. Hapo una mpya.
Kukosa hela, wewe wimbo ndio hiyo. Hela watu ukosa hela. Na dunia hii huwezi kukosa hela. Lazima ukose hela wakati mwingine. Wewe kosa hela kuja kanisani imba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Grow na vile umekaa ndani ya wokovu na hukui. Umegonga miaka 10, saa hii ni ya 15. Hiyo ilikuwa inakusumbua zamani ndio inakusumbua saa hii. Wewe woka kwa kukaa hiyo viwango. Wewe inuka zaidi, inuka juu. Haleluya, Bwana asifiwe. Amen. Maombi ulikuwa unaomba ya dakika 5, ulipookoka hata saa hii you are still in your 5 minutes prayer. Hapo umenyamaza. Na nikumaanisha kuna washirika wengi hapo. Ulikuwa unasukumwa kuomba, saa hii lazima usukumwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pastor akisimama hapa ataje kitu usike kama ni wewe unalengwa, unaanza kupanga kuhama kanisa. Nitaambia hii kanisa iko hapa. Mimi hata sikujua kanisa iko. Jirani yako hama kwa hiyo level. Mwambie panda juu. Mwingine aliniambia watu warefu ni wazuri. Wanakunywa hewa ile ambayo haijakuwa contaminated. Sasa nikaona ameniingia because I'm not one of the tall people. Kawaka dwafu ya kiroho. Hata mapepo inapita ikienda kwao na haikuwa na haja na wewe inakugonga unaanguka hapo. Hallelujah. Grow with the time. Amen. So tuna watoto hapa. Si everyone of us, most of us have children, those who are married. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ukiona mtoto wako vile alikuwa anakaa mwanzo hata saa hii ndio anahitaji afanyiwe kile alikuwa anafanywa zamani, wewe unafurahia. Si kuna mahali mtoto anafika anaanza kutumwa dukani, anaanza kuachiwa chakula apike. Bwana Yesu asifiwe. Anaachiwa vyombo aoshe. Na kwa nini wewe kwa mambo ya kiungu unataka ukae tu ni kusaidiwa kila wakati? Hata wewe tafuta chakula yako kwa Mungu, enda mbele zake, ni baba yako bila kutafutiwa Mungu. Hapa si kanisa zile ambazo tunatafutiwa kwa Mungu. Wewe na wewe tafuta Mungu wako pia. Na sisemi usikuje kuombewa, maana Biblia imeruhusu uombe na uwekelewe mikono, lakini mambo mengine unaweza deal nayo. Haleluya, Bwana asifiwe. Wewe hata umefika kiwango cha kuhubiria mtu na aokoke na umuongoze ombi la toba na umletee pastor umwambie nilimuongoza ya toba, ameshaokoka sasa, aendelee na kanisa bila pastor kumwombea ombi la toba. Wewe umefika kiwango hiyo, ndio umegonga miaka mingi kwa wokovu. Grow with time. Don't leave us. Don't stay. Don't leave a baby. Maisha ya utoto tu. Paulo anawaambia wale watu ambao wamekuwa ni wale watu wamejizoeza mambo ya haki. They have trained themselves in the ways of righteousness. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanami kalikuninginia zamani, bado kanakuninginia. Hata umeibatiza, umeita sasa sio dhambi, ni weakness. Unajua watu wakiwezwa na kitu wanasemaga ni weakness. Hii weakness yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uliongea uongo mpaka hiyo dhambi imekolea kwa akili na mwili. Hata hujui unadanganya zingine ambazo zinaweza kutambulika hii ni uongo. Na huoni? Inahitaji uangalie useme uongo na mimi hatukai pamoja tena. I am growing from that small level. And I'm going up there.
Because there is victory for that. Amen. Hallelujah. Amen. Grow with the time. Wacha tukikutest. Tuone miaka yako uliyokaa kwa wokovu inalingana na vile unavyoishi. Amen. Si mambo mawili tofauti. Na mambo mengi tungeongea kwenu, lakini bado hatuwezi ongea because we are dull to hear. Because at this time some of you also be teachers. Lakini bado wanahitaji the elemental. Bwana Yesu asifiwe. Ile ya ndipo hurana wewe because kuna matoleo mengi kanisani. Kama hii. Especially church now we are in that level. Even I found somebody who aliniambia kwa lugha yangu ya Kikuyu akaniambia, "Ndio na ndio kuadoka." Nitaje ingine nimalize hiyo kazi ninafanya hapa. Ndio kuadoka ni. Ananiambia kwa Kikuyu vizuri, ukamaka pastor ndio kuadoka. Yaani pastor usijali nimeadoka kidogo, nimeondoka kidogo, lakini nitaduminwa hiyo kanisa. Na anataka akaage mahali mimi nikimbeza nimamsalimia. Siwezi salimia yeye. Anataka akaaga hapo mimi nikipenda nimsalimie lakini ameadhuka. Amepiga kona asante. Na atarudi. Mwingine hivyo. Aliniambia hivyo tu, mwingine akasema tukatuma mwingine. Mahali fulani. Mnahitaji watu hata kama kuna matoleo na hauna, you come here you worship. Yes, amen, amen. Hata wale wananisikiza, if you go to your church and you have no money and you know you are genuine, that you don't have money, it is not time to run away from your church. It is time to remain there and ask God to give you money that next time you are going to give it. Amen. Because you are not a spiritual baby. Nimepiga kona nitakuja pastor usijali. Na kosa aje kujali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Hayo nimetaja mambo fulani ambayo ningetaka kuacha nao ambayo nimetaja, lakini ningetaka kuyaweka wazi kidogo. Ni lazima ujiulize, vile ulikuwa unang'ang'ana zamani ndio unang'ang'ana. Katika maisha ya kiroho, dhambi zile ulikuwa unang'ang'ana nazo ndio unang'ang'ana. Kuna hali zingine ulikuwa unang'ang'ana nazo ndipo bado unang'ang'ana kwa kazi yako, kwa mambo yako. Kuna are you growing even financially? Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hata watu wanastahili wajichunguze financially. Are they growing? Kama hukui financially, uchunguze ni nini. Na usiongee juu ya mapepo kwanza. Usiongee juu ya nini? Ya mapepo. Maana ukiongea juu ya mapepo, you might even go to a prayer center na uombewe na mtu mwingine na aibe ile umebakisha. Chunguza kama ni wisdom umekosa. Chunguza vile kama unaenda na wakati, vile unavyoenenda. Praise the name of the Lord. Chunguza kama kuna maana, ni vizuri kuchunguza. Praise the name of the Lord. Je, umekuwa vile ulikuwa unaongea? Your thoughts have they changed? Your way of thinking has it changed? Vile ulikuwa unafikiria. Hallelujah, Bwana asifiwe. Romans chapter 6 usema namna gani? Tupeana viungo vyetu. Je, have you changed in your behavior, in your character? Tabia ni ile ama bado ni ile ulikuwa nayo ama imebadilika? Maana kama haijabadilika, you are not growing. And it is time for us to grow. Praise the name of the Lord. Grow with time. Kuwa na wakati. Hapo huko sipo uliitwa. Uliitwa usonge mbele. Hallelujah. Usonge. Uendelee. Uinuke. Usiwe hivyo tena. And you can yearn for that. Na tumesema by training yourself, by doing practice the things of God. Do practice. Hallelujah.
Kama hujui kuomba, amua leo unapiga magoti dakika 15. Sema Yesu ni Bwana ukiwa umepiga magoti hapo. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Kama hakuna maneno mengine. Yesu ni Bwana, ni Bwana. Wewe ni Mungu mkubwa, Yesu ni Bwana. Ukilala amka tena. Yesu ni Bwana. Enda nyumbani. Kesho kuja useme na piga magoti hapa 20. Utaenda hivyo uanze. Amen. Mimi kabla nianze kuomba sana nilikuta wadada ndio walikuwa naomba kwetu. Na kuna dada alikuwa anaitwa Wajiro alikuwa naomba akiwa amefesi ukuta. Alikuwa naomba tunachoka. Na alikuwa naomba na lugha. Nikaenda kwa shamba nikapiga magoti nikamwambia Mungu kuna kitu dada Wajiro husema sisikia huwa sijui ni nini. Na anaomba sana nikaomba in my simplicity. Na mtaka hiyo unisaidie na hiyo. Nataka kuwa ninaomba sana na sikuenda sana kabla nijazwe Roho Mtakatifu. And then I started praying. Hallelujah. Maana kila mmoja anaweza. Huu ufalme si wa mtu fulani. Nguvu za Mungu si za mtu fulani. Uwezo wa kiungu si wa mtu fulani. Kukua kwa kiroho si kwa mtu fulani. Kukua financially si kwa mtu fulani. Kukua in family si kwa mtu fulani. Ni kwa kila mmoja. Na tunaweza kuwa. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Brethren,